ya kusikiliza na kutazama pamoja na sisi, tutakuja kujadili hapa kwa pamoja. Na simulizi ya leo inatoka kwa kijana ambaye aliwahi kukulia maisha ya mtaani, kijana James Yusta aliyekutana na mwenzetu Angela Mondi. Mtazamaji wa Hello Weekend, ni Jumapili nyingine tena, na leo niko eneo la Makongo Juu jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Na mimi nimewahi kusikia mengi kuhusiana na watoto wa mtaani, wengine wanasema machokora na majina kede kede, lakini ni nadra sana kusikia miongoni mwa watoto ambao wametoka kwenye hizo, tunasema katika hayo madhila, na kaweza kutengeneza ama kuleta, tunasema, matokeo chanya kwenye jamii. Sasa leo niko na miongoni mwa vijana ambaye ametoka katika mazingira ya watoto wa mitaani, lakini akaweza kuleta matokeo hayo ambayo tunaweza tukasema ni chanya na yanatija kwenye jamii. Yako mengi ambayo tutayasikia pamoja. Ninakusihi ungane nami kujua zaidi ni kipi hasa kimetukutanisha mimi na yeye leo hii. Jina langu ni Angela Mondi na hii ni Hello Weekend. Asante, karibuni sana nyumbani kwangu Azam. Asante. Asante sana. Jina langu kamili ni James Yusta. James Yusta, watu wengi wanashangaa mbona Yusta? Yusta ni mama aliweza kuniokota kwenye box nikiwa kichanga wa siku moja. Nilitupwa jalalani. Mbwa alikuwa anaburuza box, sasa kati alikuwa anaburuza ile box kutaka kumlaba mzoga yule mtoto. Mama Msamaria alikuwa anapita, akasikia sauti ya kichanga inatoka kwenye box ilikuwa anaburuza mbwa. Kwanza James, ulizaliwa wapi? Mama yangu huyu Yusta alikuwa ananielezea. Ameniokota Arusha. Eneo gani kwa Arusha? Eneo sikulijua, lakini tulikuwa tunaishi sisi Njiro na huyo mama. Mama alikuwa ananielezea ilikuwa alfajiri ya siku ya Jumapili, anaenda kanisani. Akiwa anapita kwenye dampo lililopo pembeni ya barabara, ndio alikuta mbwa akiburuza boksi. Mbwa wale kuburuza lile boxi. Lile boxi. Ndio. Aliweza kusikia sasa sauti ya kichanga. Sauti ya kichanga inajia kutoka kwenye ile boxi. Naam. Ndipo akaanza ndipo atambua msaada. Ndio. Baada ya watu kuja kufungua ile boxi, akakuta mtoto mchanga. Ndio. Ndipo walipoanza kufuata process za kisheria. Sawa sana. Mwisho siku aliweza kukabidhiwa yule mtoto mama mlee. Sawa. Baada ya hapo James, ilikuwa ulienda shule? Baada ya hapo Arusha English Medium. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa nasoma pale. Darasa la 3 nishafika. Baada ya miezi michache mamangu aliweza kupata ajali, akafariki dunia. Alipata ajali? Alipata ajali. Akafariki dunia. Baada ya kufariki dunia, ndio walinifukuza pale nyumbani nilipokuwa naishi. Nikiwa hivyo mdogo. Mdogo wa miaka 7. Kuanzia hapo sasa nikaanza safari mpya maisha yangu na maisha mapya. Siku ya zoea kuyaishi, ni maisha mtani nilivyoingia nikawa sasa zote nishapoteza. Umebaki wewe peke yako. Ndio kubaki mimi. Kwa hiyo nikawa sasa ile sijui chochote kwa mtaani. Ndio. Shida, mateso, nilihangaika sana. Siku hapo ndipo nikaanza kumpata rafiki yangu mmoja anaitwa Bruno. Ndio. Huyo Bruno niliweza kukutana naye tukiwa mimi na mama tunaenda kutembelea vitu vya watoto wenye uhitaji maalum. Sasa kule Unga Limited tulikuwa tunaenda kutembelea. Sasa huyo Bruno alikuwa ni watoto wanalelewa hapo kituoni. Ndio. Sasa siku hiyo nikiwa mtaani nikakutana na yule rafiki yangu Bruno anauza sigara. Ndio. Nikamshtua. Bruno akashtuka sana kwa sababu nilikuwa nishamjua kabina. Ndio. Alivyoshtuka kuniona akaniambia, "Vipi James? Upo?" Nimeacha kwa bora kwa hivi mchafu. Nini? Ndio nikampa story kwa mamangu amefariki na nini. Sasa na mimi nikaanza ile namshangaa yeye sasa. Nipo nauza sigara. Ananiambia, "Au nimeweza kutoka kule kituoni." Shida kwanza kutoka kituoni ni nini? Babake uko mzima. Babake ana hela nyingi sana. Ndio.
Moshi anaishi babake Mchaga. Ndio. Kwa akasema baada ya mamake kufariki, babake kwa mke mwingine. Mama Kamba kwa ile pataki yeye mimi naishi pale. Sawa. Hivyo aliweza kumwambia babake ampeleke kwenye vituo vya kulea watoto. Aliweza kumpeleka sasa vituo vya kulea watoto Moshi mjini kwa akawa anaishi huko. Yeah. So akaenda vituo akienda bila anarudi pale nyumbani. Sawa. So akaamua sasa ile pale msafirisha kutoka Moshi kumpeleka Arusha. Ndipo hapo tukaweza kukutana kule Arusha. Sawa. Kwa hiyo mimi naweza kuniambia kuwa sitaki mimi kulelewa vituoni kwa sababu babangu ana uwezo. Hivyo mimi naweza kutafuta pesa. Nataka kutafuta pesa ili bunduki akanunua bunduki ndio itakuja kamwe babake na mamake wakambe. Sio umeelewa hapo? Naam. Ndipo hapo sasa nilipoweza kumjua Bruno. Alipoweza kuniambia hivyo nikashtuka sana, nikasema ukamwoa babako na mamako. Shida nini? Nikumalizia story yangu mimi. Story ya maisha yangu ndio kamuelezea ukweli wa mambo. Nikaanza kuelezea story akalia sana akasema sasa tuungane tuzungushe wote sigara. Sawa. So ndio tukawa sasa ile pale. Nimefaje nikaanza kupata pale mimi. So nianza kushirikiana na changu Bruno. Tunauza sigara. Tunauza sigara. Mwisho wa siku sasa tukaanza kudandia lori tukakaa chini. Chini ya chassis kwenye lori. Mkadandia kwenda wapi? Kipindi hicho tuliweza kudandia tunaenda Namanga. Naam. Mwisho wa siku sasa tukaweza tena kudandia lori tukaja Dar es Salaam. So nimekuja Dar wakati 99. Sawa. Nikiwa mtoto wa miaka 9 sasa hapo. Baada ya kufika Dar es Salaam tukaishi pale. Mitaka ya kule Shimoni kule tunga Mfarambo. Mfarambo tunalala nje. Hivyo kulala tunalala nje, siku nyingine tunalala juu ya miti. Siku nyingine tunalala mitaloni chini kusudi tu ipate kukamatwa na askari usiku. Pia tulikuwa tunaogopa kulawitiwa. Bruno alikuwa kidogo mkubwa yani. Jamani nzidi kidogo mimi. Hivyo nilikuwa namuita Bruno kaka. Tukawa tunaishi hivyo. Baada ya wakati 2000 nilianza sasa kutamani ya kurudi shule. Nilimwambia rafiki yangu Bruno kwa natamani kurudi shule. Ndio. Tuanze kupambana kutafuta pesa. Mwisho wa siku ile pale Bruno akanunulia uniform. Yani uniform ya shule. So tukawa sasa tunaweka nguo tunaweka hapo tunaponunua mifuko yetu. Sawa. Tunaponunua duka la jumla tunaweka hapo nguo zetu. Ulijiunga na shule gani? Shule Uhuru Mchanganyiko pale barabara ya Uhuru Kariakoo. Nani alikufanyia huo mchakato? Tunajua kueleweka na vitu kama hivyo. Ilikuwaje? Uliwezaje? Ilikuwa ngumu sana kupata shule. Naam. Nilishangaika sana kutafuta shule, nilienda shule ya Mchikichini. Nikafukuzwa, nikaenda shule ya Pembeni, nikafukuzwa, nilienda shule Mnazi Moja nilifukuzwa. Kwa ukabahatika hapo. Jinsi nilivyoweza kupata shule ya Uhuru nilikutana watoto wengine ambao ni watukutu walikuwa wanalelewa pale shule. Dogo Center alikuwa anawalea. Sawa. Siku hiyo nishapa uniform, nimevaa begi langu nzuri. So ukiweza kuniona utafikiri mtoto akishua fulani hivi. Yaani nimevaa uniform nzuri, viatu vizuri na nini kwa sababu ndio tunauza mifuko na nini tuendelea kupata hela tuendelea kumeki pesa zetu. Hivyo sasa ile nimeweza kuvaa fresh, nimeweza kupendeza. Hivyo tulikuwa tunaenda shule nikakutana wale watoto, nikaenda kujiunga nao, akasema wewe tununulie miogo njoo darasani kwetu. Baada ya kuelezea situation yangu, unaona, so nikanunulia hiyo miogo yao, miogo 1000 bana, wakakupeleka shule. Darasa lao kwa wanasoma wao, darasa la 4 walikuwa wanasoma. So nimeingia hapa akamfukuza mtu kwa sababu wale watukutu. Walikusajili vipi walimu, au walijua na wewe ni miongoni mwa watoto wa Dogodogo Center? Ilichukua muda mpaka ile pale kusajiliwa, kwa sababu ilikuwa si jina wala nini, muda mrefu, lakini ile naandika vizuri sana. Baada ya wiki moja tu akaanza kuniita walimu. Mbona wewe uko tofauti?
So unaandika vizuri, lakini hapa si hatuja kusajili shule. Nikaanza kuelezea story yangu, session yangu nilielezea, akasema okay basi tukusajili, endelee kusoma hapo, ndio utaendelea kusajiliwa. Hongera sana kwa kuwa na akili ya kujipambanua. Asante. Naam. Baada ya hapo ndio kiendelea sasa kusoma. Ndio. Pale ule mchanganyiko ukafika mpaka darasa la 6. Ndio. Darasa la 6 nilipofika, rafiki yangu Bruno akafariki dunia kwa kuweza kugongwa na gari. Gari. Tulikuwa tunaanza siku hiyo, ilikuwa siku ya Jumamosi ambayo siwezi kusahau, ilikuwa tarehe 25 nafikiri. Tarehe 26 ya mwezi wa 3. Ndio. Aligongwa na gari Bruno, tukiwa tunaanza nimefika Lambo, nimekutana barabara ya Uhuru na Lumumba Road. Yes. Maeneo Nazi moja pale. Naam. So kuna mtu aliita sigara nyuma, Bruno kwa naenda sasa akapoteza maisha. Sasa zile stress za maisha, msongo wa mawazo ulikuwa mkubwa sana. So kidogo niweze kuchizi. Nikaanza sasa ile pale kuacha shule. Kwa hiyo maisha yangu nikawa sasa nashinda feri kule, naosha magari, na pasa maki na nini. Hivyo mwaka 2013 kipindi hicho nilikuwa tayari nimempa msichana mjauzito. Alikuwa mjauzito wa miezi 6, na mimi nilikuwa sitamani mtoto wangu aje aishi maisha ambayo mimi nimeaishi. Sasa hivi tayari nilipata kijana mkubwa na miaka 25. Nilikuwa sitamani mtoto wangu aje aishi mtaani tena. Nilikutana na jamaa wangu alinipa simu. Na alikuwa ni kijana mtaani. Jamaa tulikuwa tunaishi wote mtaani. Sasa siku hiyo tunakutana na yeye, alikuwa anaendesha gari. Ndio. Jamaa, wewe unaendesha gari? Umepata wapi gari? Anambia, sikiza mdogo wangu, mimi nimeuza figo yangu. Nimeuza figo, na wewe kwa sababu vuti sigara, vuti bango, tumia madawa kuleo, figo itakuwa nzuri sana. Acha kuteseka kaka. Acha kuteseka mdogo wangu. Uza figo. Nina mtu nitaweza kuunganisha naye. Sasa kipindi hicho mimi figo sijui, na matumizi yake sijui. Anasema, okay basi sawa. Nilipaka kutokana na msana nishampa ujauzito, nikamwambia hiyo situation inayopitia. Na hutaki mtoto apitie mateso, bora uuze ukao. Jamaa akanipa shilingi 30 na simu yake kiswaswadu, akanipa ile simu, akaniambia nitakupigia simu ili nikuunganishe na wanunuzi wa figo. Walikuwa ni wakina nani hao wanunuzi? Wa India anasema. Kwa hiyo akanipa ile simu. Baada ya kunipa simu sasa tukawa sasa ile pale. Hatujawasiliana siku hiyo. Siku ya pili yake pia hamkuwasiliana. Mimi sasa nilianza kujiongeza mimi mwenyewe. So sasa nimechukua ile simu, nafikiria kichwani namba yote tu, naandika namba yote. So kichwani alafu napiga. Nikipiga kita naandika SMS. So nilikuwa nikimdumii sana. Ndio. So naandika SMS, naitwa James Yusta, nauza figo yangu. Figo yangu ni nzuri sana. So hapo figo sijui ni nini wala kazi zake. Zile SMS zikawa zimeenda sehemu nyingi sana. SMS zikawa zimeenda. Jioni ya siku hiyo nikaanza kupigwa simu. Baadhi ya watu walikuwa wanipigia simu. So kwa sababu baadhi ya namba zilikuwa natoka kwenye magazeti. Kwa hiyo nilipigiwa simu na watu wengine akiwemo mwandishi fulani wa gazeti. Ndio. So niliweza kupigiwa, kaniita mwandishi, akanitumia hela shilingi 1000. Akasema funga simu yako sasa hivi ile pale. Mimi nimenunua hiyo figo, nitanunua. Kwa hiyo kwa kesho tukutane. Ndio. So tukaweza kukutana. Tuliweza kukutana, ndo akaanza kunielezea sasa. Kwa sababu ipi sasa ile pale kigumizi na ya hasira, nikamwambia bana wewe, nipe hela tumalizane kuhusu figo. Akaniambia kwanza ilitoka tujue unauza figo kwa sababu nikaanza kumwelezea sasa story ya maisha yangu. Kumbe mimi sikuweza kujua kwa ni mwandishi anaandika zile habari kwa rekodi ya zile habari zangu. Ndio. So nimwelezea story yangu yote, akaniambia sasa nitakupa msaada. Akaanza kunielezea sasa madhara ya figo. Sawa. Na umuhimu wa figo. Figo ni nini? Umeona? Alivyoanza kuelezea pia nikashtuka. Nasema ni hivyo kumbe. Kumbe nilikuwa ndo napotea. Na hapo siku hiyo ndo napokea tena ile habari kwa
Jamali limekufa ya kutokana na figo zake zimefeli, amekutwa kwenye gari amejifungia, amekufa mitaa Coco Beach. Hapo sasa nianza kubadilika na ndio kukutana na habari sasa zikaanza kutoka kwenye kwa gazeti kama season hivi. Yani makala zilikuwa zinatoka. Ndipo hapo sasa safari ileta kuelekea kukutana na marehemu Dube Mutahaba. Hapo sasa ndio Suruga akaanza sasa kujenga upya kifikra. Kunipangia nyumba hapa Kinondoni, studio, nikarudi tena shule QT Kinondoni. Ndio. Vijana. Hivyo nikaanza tena kusoma. Ikawaje baada ya hapo unaendelea na QT Kinondoni? Baada ya hapo Suruga akatoa ushauri. Alianza kuniuliza nini unafikiria kufanya, nikamwambia ninachofikiria kufanya ni kusaidia wenzangu. Ndio. So, kwa sababu nimeweza kutoka mimi lakini hawajaweza kutoka wote. Sasa na shida yangu ama nia yangu mimi kwa watoto mtani waweze kutoka. Bosuja akafikiria sasa tutengeneze taasisi. Ndio. Ndipo tukaanza kutengeneza taasisi ya James Foundation. Baada ya kuanza kusajili, Bosuja akasema sasa so tunaweza kufanikiwa kitu kimoja. Sasa tuandike kitabu. Sasa tukaandika kitabu rahisi kutoa watoto wengine wa mtaani. Ndipo sasa tukaanza kuandika kitabu. Sasa nikutanisha na waandishi. Mkaandika kitabu. Tukaandika kitabu. Ambacho kitabu kilielezea nini hasa? Maisha halisi ya mtoto wa mtaani. Ambaye ni wewe. Maisha halisi ya mtoto wa mtaani kilibeba sehemu kubwa cha kitabu kilibeba historia yako. Naam. Simulizi yangu ya maisha. Ili tu ile kufundisha wengine. So tukiwa kwenye harakati za kuandaa uzinduzi wa kitabu ndipo hapo sasa baba yule Mutahaba kama ndo naumwa. So akaumwa na mpaka ile pale mauti kumfika. Baada ya kifo tuna nyuma tena kifika kisaikolojia nikawa nimedondoka tena. Nilipata kuelewa tena chochote. Akili yangu ikawa imevurugwa kwa sababu vitu vile vikawa vimelala. Nilihangaika sana mtaani tena. Ndipo sasa nilipokutana sasa na mama tena mwingine ambaye alikuwa anasikia simulizi yangu kutoka kwenye vipindi, akaniambia njoo James, mimi mama Madam Victoria Elewa ambaye ndo huyu hapa ambaye ni mamangu sasa tuko hapo. Baada ya hapo sasa ndo tukaanza sasa ile kuandika sasa kitabu kingine cha maisha halisi ya mtoto kijana wa mtaani. Na hiyo ni baada sasa ya kukutana na waziri wa afya. Niliwezesha ile ukizindua chapa kitabu. Naam. Hichi cha maisha halisi ya mtoto mtaani. Ndio. So kitabu ambacho tulizindua JNICC. Ndio. Baada ya kuzindua hichi kitabu tuliwaalika watoto wote wa mtaani wa Dar es Salaam. Sawa. Waweza kujaza ule ukumbi ambao miezi michache tu nyuma uliweza kufanyika mkutano wa SADC. Sawa. Viongozi wote wa Afrika wakubwa walikuwepo na nakumbuka. Hivyo nianza kufili ile raha kuona ile watoto wa mtaani wanaenda kukalia vile vite ambavyo waweza kukalia marais wa Afrika. Ndio. So tukawa tunaamini pale kama nimeweza kukalia kiti cha alichokalia kiongozi. Sisi pia siku moja tutakuwa viongozi. Sawa. Hivyo tukaanza sasa ile baada ya tamasha wale watoto wote wakasema sasa kaka sisi hatuna pa kwenda kukaa. Tunakufuata wewe. Wakataka waondoke na wewe. Huko mtaani hali ni mbaya. Ukatili ni mkubwa, vipigo, ajali. Kila wakati watoto mtaani wanapata vifo kabla ya wakati. Jirani pale kuna chuo cha nini kile? IFM. Naam. Vile vibanda vya mamalishe. Ndio. Nienda pale ule usiku tukaenda pale ninunua box mengi sana. Ndio. So ukawa uhifadhi wenzako. Vibanda tote vikawa sehemu yao kulala, nikaweka pale wakawa wanalala. So nikanunulia na vyakula la watoto wakawa wanakula pale, so wakalala. Niliondoka leo usiku ule. Asubuhi yake nikawa nawafikiria watakula nini. Hivyo nikaanza sasa ile pale nazunguka mtaani kuuza hicho kitabu. Viongozi ndio walikuwa wanawashangaa watoto. Ndio. Nilipigwa simu. Ndio. Na ni waziri wa afya, ustawi wa jamii, Dr. Dorothy Gwajima. Nilishtuka sana, mbona mtu mkubwa anipigia mimi simu? Ndio. Na ni mimi. Sasa kaanza kuniuliza juu wale watoto wa pale. Ukamwelezea. So nikaanza kumuelezea, akasema
So kutokana na ile peke muumiza akasema njoo ofisini tuonane. Alfajiri ilikuwa siku ya pili yake, akaniambia saa 12 asubuhi njoo ofisini tuongee. Mkazungumza. Yeah, akanielekeza ofisi zilipo, nikaenda pale posta pale, mimi kule ofisi zao zilikuwepo, nikaanza kumwelezea simulizi yangu ya maisha. Akaguswa, akasema basi serikali ipo macho. Fanya kitu, sisi tuko nyuma yako. Yeah, tuko nyuma yako. Ndipo sasa nilipoandaa tamasha la kuchangia damu. Ocean Road Hospitali. Ndipo niliandaa sasa chanjo ya uviko 19 kwa vijana wa mtaani. Naam. Ile tamasha lilienda vizuri sana. Na ndipo sasa James wa sasa hivi ameweza kutokea pale. Baada ya pale sasa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipiga simu pale kwa Mheshimiwa Waziri. Ndio. Risala yetu tuliandika vitu vitatu muhimu. Moja, kupatiwa special wizara ambayo itajishughulisha na masuala ya kijamii. Ndio. Hasa malezi. Ingine tulipa kupunguza ongezeko la ukatili. Ndio. Kwa watoto. Ndio. Baada ya hapo sasa, baada ya kupiga simu akasema nimewasikia vijana. Aliongea na waziri. Yeah. Naam. Serikali kuchukua hoja, mimi kama mama tutafanya kazi. Mwezi wa 12 2021 ndipo Wizara ya Afya ikavunjwa, kitenganishwa. Sasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii ikapatikana pale, jinsia, wanawake na makundi maalum. Hongereni sana. Asante sana. Yapi mengine yalifuata baada ya hapo? Baada ya hapo serikali baada ya kuunda hiyo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, tukaanza sasa ile kufanya kazi kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii. Lakini pia mimi niliteuliwa na wizara. Leo hii ni mjumbe wa kamati maalum ya taifa ya kumtenganisha mtoto anaishi mtaani. Sawa. Kwa hiyo nimepata hiyo nafasi kutoka kwa serikali, ambayo ni nafasi ya kwanza kabisa kwa ukumbuko kwa watoto na vijana tunaoishi mitaani. Maana ni nafasi ya muhimu sana. Lakini pia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii walinishauri. Ndio. Turekebishe kitabu, tukaandika upya, kwa sababu kitabu kinaelezea vitu vikubwa sana, lakini tuweka ile short sana. Kwa hiyo ndipo nikaanza kuandika kitabu, na mshukuru Mungu. Mwaka huu mwezi wa pili wa 3 nikafanikiwa kukamilisha kitabu cha maisha halisi. Nichi hapa kitabu cha maisha halisi ya mtoto. Naam, hongera sana. Ya maisha mtaani. Okay, kwa hiyo hiki utofauti wake kidogo kwamba hiki kilibeba sana sura yako, taswira ya maisha yako. Taswira ya maisha yako. Lakini hiki kimejumuisha masuala mbalimbali wanayokumbana nayo watoto na vijana wa mtaani. Watoto na vijana wa mtaani. Hongera sana James. Asante sana. Na kwenye kitabu hichi tumeelezea watoto kuanzia kwenye ngazi ya familia wanakotoka. Sawa. Hadi kufika mtaani. Sasa tulizingatia sana upande wa elimu, malezi bora. So kupitia hiki kitabu tuna uwezo sasa wa kuweza ile pale kutengeneza elimu, malezi bora kwa jamii yetu. Kupitia kitabu hichi hapa tutakuwa sasa mwarobaini wa kuweza kutoa ile pa kumaliza ongezeko la watoto mtaani, lakini pia kutoa taswira nzima ya maisha ya mtoto wa mtaani. Kupitia mimi leo hii ninajivunia kidogo, nimeweza kufanikiwa kuwarejesha watoto zaidi ya 5,000 wanaoishi mtaani, kuwaunganisha na familia zao, au pia na sehemu sahihi, na pia kuwaunganisha na mifumo ya kiserikali kama maafisa ustawi wa jamii, vituo salama vya kulelea watoto. Hongera sana James. Asante sana. Tunahitaji kukabidhi kitabu kwa serikali yenyewe sasa ikirudufu. Sisi hatuna uwezo wa kurudufu hichi kitabu. Hongera sana. Kwa nakala nyingi. Ni lipi unalo la kuiambia jamii James? Nahitaji msaada sasa kufanikisha uzinduzi wa kitabu hiki. Asante sana James. Nashukuru sana. Na ninaamini Watanzania na wadau wote wenye mapenzi mema mmesikia namna gani ambavyo James anatamani ashikwe mkono. Kwa hakika amefanya makubwa sana, na kwa peke yake ameona ili hii keki ya kufanya mema ienee kwa wengi, basi anaalika
watu wengi na watu mbalimbali mtakaoweza kumshika mkono kwenye hili ili tuweze kuikomboa jamii hususan katika swala la malezi. Naam, nisiwe mzungumzaji sana. Mengi mmesikia kutoka kwa James ni namna gani ambavyo leo unaweza kuwa tajiri lakini kesho ukaacha nyuma watoto wako wasiwe tena wakafaidi kile ambacho umewaachia. Na hii ndio dunia, lakini tunajifunza kila siku. Jina langu ni Angela Mondi na hii ni Hello Weekend. Shukran sana Angela Mondi kwa kutukutanisha na James na simulizi hii iliyobeba ujumbe, iliyobeba tafakuri ya kina kabisa juu ya maisha ya watoto wa mitaani. Jamani, James anastahili pongezi. Kwa kweli. Kwa kweli. James anastahili pongezi, lakini niungane na James kuombea pumziko jema Madam Yusta na kaka yake Bruno. Kwa kweli walikuwa ni watu duniani kuna watu na wale walikuwa ni watu haswa. Kwa kweli. Mola awajalie pumziko jema. Kabisa. Amina. Na wewe unaweza kushiriki na sisi juu ya kile ulichojifunza kupitia safari hii ya James kwa 0763809770 kwa njia ya WhatsApp, na sisi tutasoma ujumbe wako hapa na tutapokea simu yako hapa, tutafakari kwa pamoja. Lakini mwingine anayestahili pongezi tunaye hapa studio jamani. Mabibi na mabwana. Madam Victoria. Miongoni mwa waliokamilisha ndoto ya James na aliyeshiriki pia katika uandishi wa kitabu hiki. Umekuja nacho? Kwa kweli naona stahili maua yako. Asante. Tunamshukuru Mungu, asante. Na tumefurahi, tumesema tuwe na wewe hapa siku ya leo kwa sababu kuna mawili matatu ambayo utaweza kutusaidia kuyaweka sawa. Asante. Nashukuru. Bila Mungu mimi bila kwa kweli kuna watu wengine ukikutana nao inadhihirisha ile maana halisi au dhana ya ibada. Ni kama unakuwa umemuona Mwenyezi Mungu kupitia watu na safari yao, na pengine tunaweza kuthubutu kusema hivyo katika maisha ya James Yusta ambaye ametushirikisha safari yake toka anazaliwa, anaokotwa, anaenda kuishi na mama Yusta, baadaye anaaga dunia, anakuja mtaani na mambo yanaenda hadi sasa ambavyo anakaribia kuzindua kitabu chake. Yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na tayari tupo na waungwana hapa, karibuni tena tuendelee. Na kwa sababu Madam Victoria ipo kwenye simulizi hii, yeye atazungumza baada ya Mr. John. Kabisa. Japo unasema ladies first, lakini kuna wakati unakiuka itifaki. Kwa sababu tunaomba uzungumze kwa ujumla juu ya simulizi hii ya James ambayo tumeisikia, tutaanza kuangalia kwenye kila kipengele. Simulizi yake imejaa kitabu. Ameandika kitabu lakini bado simulizi yake ni kitabu kingine. Lakini namuomba kumfahamisha James kupitia mama yake kwamba maisha yana maana. The life has meaning. Na ukisha kujua maana ya maisha, unaweza kufanya lolote la kuishi katika hayo maisha. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyajumuisha kwenye hili. Issue ya Bruno, kuna mahali James alizungumza kwa nini Bruno alikuwa anauza sigara. Na kuna mahali amesema wazi kwamba ana mpango wa kwenda kuangamiza baba na mama. Kuna jambo ambalo Bruno alilibeba na alikufika mwisho mpaka yakafika mwisho. Lakini kuna mahali ambapo alieleza sababu za Bruno kupelekwa kwenye vituo vya watoto yatima. Ni wazi kwamba tayari kuna mlango ambao unaonyesha kwamba sio kila kwenye kituo ni kwamba hana baba na mama, na maana kwamba ni mipango na familia, which is fact is true. Ni la kuangalia. Lakini naomba nimwambie James kwamba yeye hakuwa mtoto wa mtaani. Hakuwa mtoto wa mtaani. Yeye alikuwa kwenye sehemu ya maisha. Unajua kwa Kiswahili ukizungumza mtoto wa mtaani unaweza ukakosa maana kamili, lakini ukiweka kwenye Kiingereza unaweza kupata maana kamili. Tuna street na kuna homeless. Yaani kuna mtu ambaye ni kwa sababu yupo hana makazi, lakini kuna mtu mwingine yuko mtaani kwa sababu ana survive kwenye maisha yale ya mtaani. Lakini anarudi nyumbani. Anaweza asirudi nyumbani, akatafuta sehemu ya kuishi. Yaani kukaa kwenye sehemu za kulala namna hii. Katika nafasi ulionipa, ukitazama jambo zima la James, tunaweza tukaligawa kwenye mafungu matatu. La kwanza kibiolojia, kisaikolojia na masuala ya kijamii. Kilichomsaidia James
ndio maana nasema there is a meaning kwenye maisha yake, ni kwamba aliingia kwenye hiyo maisha tayari ubongo wake ulikuwa na tayari na ufahamu. Yani yale maisha aliyopelekwa shule akapata changamoto kufariki, maana yake alikuwa amekwisha, ubongo wake umekwisha kutengeneza muundo mbinu wa kufanya kazi. Lakini hakupata changamoto za kibiolojia, kwa maana ya ukiangalia ni mtu ambaye sema tu sijajua changamoto yake ya afya ya akili ya kama na kigugumizi. Kigugumizi is a mental challenge. Kwa hiyo sijui itokea vipi, lakini haimwathiri yeye ku-communicate. Ameweza kuwa, nimpongeze sana, yeye amepiga makofi simulizi, lakini uwezo wa kuzungumza, lakini pia na aliyekuwa na muoji tumpongeze kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuangalia, yani kama unaweza kufikiri anafanya research, lakini alikuwa na uwezo wa kumsaidia, yani masimulizi yale yani kama kumchoma mtoto mdogo sindano, lazima uwe makini. Kwa hiyo hakupata changamoto ya udumavu, kwa sababu watoto wa mtaani wanaoingia hasa wakiwa wadogo biologically wanapata udumavu. Kwa hiyo ina maana hakui, akili haikui. Lakini unamuona James mpaka alikofikia sasa hivi, mimi namuona, namfananisha na mtu mmoja aliyeishi maisha yake anaitwa Gray Mathias, ni jaji wa Michigan, Marekani. Aliishi yeye akafungwa kabisa, lakini sasa hivi amerudi ni jaji mkuu na amefungua TV yake, anasaidia vijana. Kwa hiyo nafikiri anaweza kalink hata Oprah, unayemuona Oprah amepita kwenye maisha. The first gay, mtoto wa kwanza Oprah alifariki kwa kufanywa vitendo hivi vya violence na vitu kama hivyo. Kwa hiyo afya yake iko salama. Lakini swala lingine kuna kitu tunachosema attachment. Yani attachment yake ya kwanza ilikuwa kwa Bruno. Yani attachment maana yake ni mtu ambaye unamuona kwamba huyu ndiye msaada wangu, na Bruno kama Mungu amlazi mapema aliweza kuinfluence. Lakini kitu kingine cha kujadili ni kwenye hizi shule maalum, kwamba tunahitaji kufanya tracing, kwa sababu alivyoanza kwenda shule, nipongeze shule hiyo iliyompokea katika mazingira hayo, lakini sidhani kama ni miaka hii, nafikiri miaka 90 au 2000 tuwe kuna muundo wa kufanya tracing, yani kwamba huyu mtoto alikuja kwenye mazingira haya, kwa hiyo tuwe na rekodi zake za kumfanyia ile follow up. Lakini mtu mwingine angekuepo angemaliza darasa la 7. Yes, kwa mfuatilia. Lakini kitu kingine ni mwandishi alienda kumhoji kipindi hicho kumandika, lakini tusimsahau pia aliye Mutahaba ya kabisa kabisa. Mutahaba, tumemsikia Mutahaba namna alivyo connect hii story. Lakini mtu mwingine ambaye ni mama, watu wanaweza kufikiri amekuja kufinalize, unaweza kubaki wewe na goalkeeper na usiweze kufunga hilo goli. Kwa hiyo bado una sasa ni kuambia waziri safari yake ya mama ni ngumu zaidi kuliko wengine wote. Nitasema sababu alikofika James anavyoongea, anaona kwamba kuna fursa. Yani unajua kuna mtu niko hapa, nina kitabu, sasa hivi na fursa, nimeongea na waziri, nimepata nafasi hii. Kwa hiyo anaona kwamba kesho anaenda, maisha yatakuwa mengine, atakuwa tajiri, atakuwa hivi. Kwa hiyo inaweza kufika mahali akaona haendi, akaanza kuona sababu ni hao walioko nao. Yani labda wanamtumia au wanafanyaje, inaathiri sana. Yani ni bora yule anayekuwa unamkuza kuliko aliyekwisha kukua. Sasa anaona kwamba haendi kwa sababu vinafanyika vitu ambavyo sio. Kwa hiyo usifikiri kazi yako ni nyepesi, kazi yako ndio ngumu zaidi, kwa sababu unaenda kuface kitu. Kuna kitu kinachoitwa yeye anapata tunasema ED, yani anataka kwa sababu ya mtazamo alionao. Lakini tuna kitu kinachoitwa ego, yani reality, uhalisia, kwamba sasa mama ndiye anayeweza kumwambia una ndoto kwamba kesho unaenda kuwa hivi au hivi, akisipotokea atabeba lawama, kwa hiyo utakuwa unabebeshwa lawama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tu kwa ujumla, kama ulivyoniambia, naeleza kwa ujumla ni mtazamo huo kwa pamoja. Lakini niwaambie kwamba there is a second chance katika maisha ya kila kitu. Asante sana. Haya, turejee hapa kwa Madam Victoria kidogo kwa ufupi. Tumemsikia alivyojitambulisha, lakini kuseme kwa upande wa pili, James ni kijana wa aina gani? James ni kijana shupavu, ni kijana shujaa, ni kijana anayejitambua. Kama tunavyosema, bila Mungu
mimi sio kitu. James amebebwa sana na Mungu. Historia yake kuanzia utoto wake mpaka sasa hivi, ukijaribu kuangalia yeye na wenzake, changamoto alizopitia na wenzake amepitia, lakini yeye Mwenyezi Mungu amemwangalia kwa jicho la pili. Ni kijana asiyechoka. Kijana anayemfikiria mwenzake kwanza kabla ya maisha yake. Kuishi na James kuna ugumu fulani hivi, anaweza akaja akwambia mama na shida shilingi 20, 1, 2, 3. Sina hela chakula cha watoto. Baada ya dakika 20 kupigia simu, mama samahani, naomba shilingi fulani, nimekutana na mtoto amepata ajali na mkimbiza hospitali. Sasa binadamu wa kawaida, kwa mfano sisi, yani unashangaa, yani nimekupa hela sasa hivi tena unataka hela nyingine. Hivyo hizo kazi ni zako. Sikudanganyi, tunasema hiyo si kazi ya serikali. Kwa sababu sisi hatuna ule uelewa vizuri kwamba kila mtu anatakiwa kumsaidia mwanajamii mwenzake. Kwa hiyo ni yule kijana ambaye anatamani kule alikoishi yeye, binadamu yoyote yule aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu asipitie. Hatujapata nafasi ya kuwasikia wengine kwa nini waliweza kumshika mkono marehemu Ruge. Hatujapata nafasi ya kusikia yule mama yake, angalau alikuwa mlezi, lakini na wale wengine ambao yule kijana aliyefariki Bruno. Kwa kuwa wewe tupo na wewe hapa, tupate nafasi ya kusikia. Kwa nini uliamua kuyaho maisha ya James? Asante sana. Kwanza kabisa historia ya James nilisikia 2013-14 katika kipindi cha Njia Panda. Kwa tusikia tu kama historia, natoa namba yake ya simu, tunatuma hela, msaada kidogo kidogo. Baadaye sikuendelea tena kumsikiliza. Nikaja kukutana naye 2021. Nilikutana naye vipi? Huwa napenda kupika chakula na kupelekea watoto wa mtaani. Siku nimepika chakula napelekea watoto mtaani, kumbe maafisa wa jeshi la polisi wanapita kuhakikisha nchi iko salama. Kumbe kile kitu hakiruhusiwi kuwapa watoto huko barabarani. Ni kama unaendelea kuambia. Kwa hiyo wale watoto wakaniambia, mama usifungue chakula, kimbia tufate, niko kwenye bajaji. Kwa hiyo nikawafuata, wakanipika mpaka tukafika kwenye kona. Nikapaka kile chakula. Kwa nini nikimbie, nimefanya kosa gani? Mama haturuhusiwi. Kwa nini amruhusiwi? Aturuhusiwi kuwasaidia. Akatuambia kwamba mnatupa akili ya kuendelea kukaa huku. Kwa hiyo tunapata kila kitu, kwa nini tusikae huku? Kwa hiyo hairuhusiwi. Sasa nyinyi mnaishi wapi? Kila mtu akawa anataja sehemu zake. Mwingine Kijazi, mwingine Kariakoo. Kuna mmoja akaniambia, mama naishi Makongo. Mimi mwenyewe nakaa Makongo. Ngashangaa, unaishi Makongo? Mbona sijaona kituo cha watoto kama nyie? Akatambia tupo na kaka yetu mmoja anaitwa James, mwingine akasema mimi mwalimu James. Okay, nikamwambia huyo James naweza ngapata namba yake ya simu. Wakanipa. Nikawapa kile chakula, kilichobaki nikarudisha nyumbani kwenye freezer. Kesho yake nikaanza kumtafuta yule James. Namshukuru Mungu, akampigia simu akapokea simu. James, uko wapi? Niko Makongo karibu na kanisa la Katoliki Roman. Naweza kukuona? Ndio mama. Nikaenda bila kile chakula, nikakutana naye. Ndio hapo tulianza kuonana na James. Wewe ilikuwaje ukawa ndio mama wa chakula watoto wa mtaani? Nini kama vile nasaidia tu, naona watoto wanavyohangaika, wanateseka, kwa kama sadaka. Nilionafanya kama sadaka. Kuna kazi nyingine ambazo unazifanya, lakini mimi ni katara. Mimi nafanya katara. Kwa hiyo kazi yako wewe ni ya chakula. Kazi yangu ni ya chakula kwa kweli. Kwa hiyo nikishapata kazi nafanya kesho yake au kesho kutwa yake, nikipata nafasi ndio napika chakula na kipaki vizuri napelekea wale watoto. Nilikuwa napenda sana kupelekea wale wamama wanaouza na vitu barabarani na hapa wale watoto. Kusema kweli nilikuwa sipendi hawa watoto. Nilikuwa naona hawa watoto ni watukutu, hawana adabu. Ukiangalia sisi tumelelewa katika malezi ya baba na mama na kufundishwa maadili. Kwa hiyo unaona wale watoto ni kiburi tu. Lakini baada ya kuja kukaa na James na kuongea na James na kuwa karibu na hawa watoto, kwa kweli naomba msamaha kwa maneno yote machafu niliongelea kwa ajili ya hawa watoto. Na mawazo tulikuwa tunawazia. Na kwani tuko wengi ambao tunaona hawa watoto kabisa ni hawataki kusogelea, akitaka kuosha kioo cha gari, yani unapandisha sana. Karibu na mimi. Unahisi kama una stahili. Wao hawastahili. Wao ni wakosefu. Kumbe ni bahati mbaya tu imetokea kutokana na elimu bora kwa jamii. Ndio inatufanya hawa watoto kuwa hapa. Na hii elimu bora kwa jamii inasaidia sana. Kwa sababu gani? Angalia Bruno alikuwa na baba na mama, tena matajiri. Mama Mrombo, baba Machame, lakini walikuwa wanaishi Rombo. Bahati mbaya yule mama akafa.
Kwa hiyo baba akaoa mwanamke mwingine. Kwa mwanamke mwingine, kusoma hicho kitabu utaelewa. Kwa mwanamke mwingine ndio hivyo tena wakina mama ikakata. Hakutaka yule mtoto aishi tena pale nyumbani. Ndio maana baba yake alimpeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Sasa lakini tukikuwa na ile elimu ya jamii ni jinsi gani ya kuishi na jamii, kama mama, hata kama nimeolewa na mwanamume mwingine, sijui kama nitakuwa na hiyo akili ya kuweza kumfanyia mtoto ukatili kiasi hicho. Kumbe unaweza kukutana na mtoto unamuona huyu hafai, kumbe ukiweka uchumi wenu wa familia na kula anakotoka, lakini ndo maisha. Ni kwa sababu tunakuwa hatujui nyuma ya pazia kuna nini. Kwenye kitabu au kwa sababu unakaa na James, aliuliza hapa changamoto ya James kuongea, amewahi kukuambia ilisababishwa na nini? James baada ya mama yake James Yusta na yeye aliokotwa chooni na bruda wa kizungu. Akamlelea huyo mama yake huko Ulaya. Uzuri mama akasoma, alikuwa ni doctor PhD na pia ni upande wa dokta wa binadamu. Kwa hiyo ni sister. Kwa hiyo alivyomkuta ule mtoto akakaa naye miaka 7 akafa. Kabla alipopata ajali mama nafikiri alijua anakufa. Kwa hiyo akamueleza James kwamba kila nilichonacho ni mali yako. Akampa. James alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa na magari, alikuwa na maduka ya ya pharmacy. Kwa hiyo mama akakata roho. Kulikuwa na kaka pale anaitwa Mayasa. Mama alivyokufa tu, Anko Mayasa wakamchukua yule mtoto wakampeleka Mererani akatolewa kafara. Kwa James, na tayari wanajua kwamba huyu mtoto ndo mrithi wa hizo mali. Yes. Kwa hiyo James anasema alivyochukuliwa walimuingiza vitambaa ndani ya mdomo na masponji. Wakampeleka juu ya kichuguu kule Mererani. James anakuambia alikuwa anasikia kila kitu. Usiku anafika ndio wameleta ndoo na kisu, wanaanza kuongea kuhusu jinsi ya kumchinja. Mungu alivyo ajabu. Pale nani anakuambia bila Mungu mimi sio kitu. Bila. Ikaja mvua kali. Ile mvua ilivyokuja na radi ikawapiga wale, wakarudi kule shimoni. James akatupwa nje. Alikaa huko amefungwa mikono. Alikaa kule msituni siku 7, akaokotwa na Wamasai. Wamasai wakampeleka nyumbani. Wakakaa naye wakimpa dawa. James anasema hawezi kuongea, anawasikia. Anasikia anasemaje? Huyu anakufa, tufunge mlango tuondoke. Akakohoa. Hawakuondoka tena, wakaanza kumpa dawa mpaka akapona. Alipomaliza mwaka mmoja akasema naomba kurudi nyumbani. Wakamrudisha mpaka kule nyumbani kwake, wakampa na hela 100,000. Kusoma hicho kitabu utaona. Wakaondoka Wamasai. Kwa hiyo James hapo ndo alipopata kile kigugumizi. Walivomweka madude mdomoni. Na psychology inasemaje? Ile ni mental changamoto. Yaani timarin, yani kuongea kwa kigumizi ni changamoto ya kwa aliathirika pia kwa the brain ilipata changamoto. Okay. Ndio maana alianza kumuona mapema kilitokana na kitu gani. Elewa hamna afya bila afya ya akili. Kwa hiyo brain ndio inayo control. Kuna wengine anaweza kupata kigugumizi akiwa unaongea naye wewe, lakini akienda kwenye eneo lingine akawa anaongea kawaida. Madam Victoria hapa amezungumzia saikolojia ya watu kila wanapomuona mtoto wa mtaani. Yani wanakuwa na defense. Yani kwanza anamuona kwamba hawa kwanza ni wakosefu na pengine wanastahili haya maisha au zaidi ya haya. Yani hawa sio tena, pengine hawapaswi kuwa sehemu ya jamii. Kwa nini saikolojia yetu ama saikolojia ya binadamu inawatizama katika namna hiyo? Okay. Swali lako la msingi sana na nitalielezea kwa mapana. Katika ufahamu, tunazungumza kitu ufahamu. Kuna ufahamu wa wewe kufahamu. Kuna ule ufahamu ambao mpaka ufikirie ndio uweze kupata huo ufahamu, na kuna ule ufahamu ambao huufahamu lakini upo ndio unaokuongoza wewe. Yaani kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni conscious, subconscious na non-conscious mind. Kwa maana kwamba tulivyoaminika, tunavyofahamu, tunayajua matokeo ya mtoto wa mtaani. Yaani kinachokufanya wewe kukaa karibu na mtu au sio na karibu naye ni kile unachokijua juu ya huyo mtu. Sasa sisi tunajua mtoto wa mtaani kutokana na yale matokeo ya tabia yake. Cognitive au kujifunza, ubongo wa mtoto wa mtaani
ni tofauti na mtoto anayelelewa na baba na mama au kwenye mazingira sahihi. Yani wewe hisia zako, ukiwa hisia ziko juu, mama atakutuliza, utajua maisha, utaenda shule, utajifunza. Yeye mtoto wa mtaani akili yake ni survival, yani aishi. Na ubongo unamwambia ili kuishi either fanya 1, 2, 3, 4. Yani kwa hiyo mtoto anajua ili niishi nitaiba, ili niishi ni kugige. Kwa hiyo yeye yani vile vitendo anavyovifanya ndio ubongo wake ndivyo unavyomueleza. Yani conscious mind yake inampa hizo nguvu za kufanya. Kwa hiyo tunakuwa na hadhara naye kutokana na ile muonekano wake wa tabia. Sasa hicho ndicho kinachotufanya hivi. Kwa hiyo hulka yetu inajengeka. Watoto wa mtaani ni very dangerous. Yani elewa kwamba ni hatari, hasa yule ambaye tayari amesha kubuu katika hiyo. Tofauti na mtoto wa mtaani ambaye yeye anaishi. Elewa kuna mtoto wa mtaani ambaye kulala kwake ni mtaani. Tofauti na James anauza Marlboro. Nakumbuka hizo Marlboro ilikuwa anauza Marlboro. Ni sawa na mtu anatoka nyumbani na kama bibi wapi atakuja kuuza Marlboro, jioni atatembea na mguu au atapanda daladala atarudi nyumbani. Kwa hiyo tofauti yeye na James ni kwamba James ataenda kulala mtaroni, alafu na huyu mwingine ataenda nyumbani kulala, na pengine kulala atalaliwa na mbu lakini yuko kwenye sehemu fulani, sehemu safe. Kwa hiyo ndio inasababisha hatari kama hiyo. Lakini kwa nini unapata hatari? Ndio mazingira ndio yanambadilisha. Yani ile mazingira. Sasa kitu ambacho kingine wanahama na nini? Yani kwa mfano James unavyomuona kuna vitu ambavyo yeye anaweza kufikiria akaandika. Viko anavyovikumbuka, viko ambavyo anafikiria akaandika. Lakini viko ambavyo yeye havijui. Kabisa havijui. Lakini vinafanya maamuzi kwenye maisha yake. Yani unconscious mind, yani majeraha aliyoyapata, yani yote aliyopata pengine huko Mererani, akapata kwa mamake, akapata wapi, yamo ndani. Yani kama vile mtu kitazama hivi niko mzima, lakini ukifanya x-ray unaona vitu vingine. Yani unconscious mind yake ina vitu ambavyo baadaye vitakuja kutokeza. Na nilimwambia mama kwamba atapata hatari kubwa zaidi kuliko mtu mwingine kwa sababu yuko kwenye maamuzi. Uliona kwamba anampigia simu naomba 20,000. Yani naomba 20,000 hituicha hapo, dakika nyingine anapiga hela nyingine naomba 30,000 ya kufanya. Kinachofanya maamuzi hayo kupata hiyo huzuni wa kutaka kuona mwingine ni kila asiyekijua kinamuendesha yeye. Unconscious mind yake ndio inayemuendesha yeye kufanya hayo maamuzi. Sasa anapokuja kwa decision maker ambaye sasa yeye ndiye anayejua uhalisia, unaona vita vinavyotokea hapo. Umeona? Kwa hiyo kunahitajika kwamba pia James pale alikofikia anahitaji kupata psychologist. Anahitaji kupata mshauri wa kisaikolojia. Hawezi sasa kumsaidia namna ya kuwasiliana. Yani afanye therapy ya kuwasiliana. Atakuwa anampa labda scenario nyingi zinazofanana na vitu kama vya kwake, avifanyie maamuzi ili aweze kuona maamuzi haya yako hivi, yako vile, ili sasa atakapokuwa aanze kuwa na uwezo wa kukutana na ule uhalisia. Asante sana. Na kwa sababu James anakaribia kuzindua kitabu chake na inabidi tupate mawasiliano yenu wahusika, tumeshapata ruhusa ya Madam Victoria Pereira namba yake, kwa hiyo unaweza ukachangia kusaidia ama kuwasiliana namna ya kupata kitabu na kwa namna yote ile. Watu wameshaanza kuuliza. Namba tunaweza kuipata? Wapo ambao wameuliza. Namba itapita hapo muda si mrefu. Yapo mawasiliano ya Madam Victoria Pereira, tupo naye hapa, ambaye anaishi na James. Kwa hiyo unaweza kama kuna namna ya kuchangia msaada wa hali na mali vyovyote vile, au namna ya kupata nakala ya kitabu hiki, itapendeza sana. Tusonge mbele sasa. Tupe siri ya hiki kitabu. Asante. Kwa nini watu wasome, kwa nini watu wapate nakala? Asante. Kitabu hiki ukiweza kukisoma ni kitabu ambacho kinaweza kutusaidia sasa sisi wanajamii tukaweza kulea watoto wetu katika maadili. Utakapomlea mtoto wako katika maadili ya kijamii, itakuwa umeweza kuepusha watoto wa mitaani kuendelea kuwa wengi. Kwa mfano, mtoto kijana anafika siku wakati wa kubalehe. Akisha balehe, tujue kabisa lazima atakuwa anaanza kuhisia za kufanya nini, za kuweza kutengeneza mwenzake. Sasa wale watoto hatuwapi elimu stahiki ya kuwa ukipata mtoto unakuwaje, ni kitu gani unachotakiwa kufanya kabla hujapata mtoto.
au tuwasaidieje ili hata ikitokea hivyo wasitengeneze watoto au jamii nyingine kabla hujawa mtu mzima, kwa sababu ukiangalia sasa hivi mtoto anazaa mtoto na ukiangalia huko mitaani baada ya kuwa na James kuna mpaka babu wa mtaani ana wajukuu wa mtaani. Ipo. Kuna rafiki yake anaitwa Baraka, utamwona kwenye hichi kitabu. Baraka nani, hawa watoto wa Baraka ni James anawalea, kwa sababu nafikiri psychologically kumbe yani babu huyu alikulia mtaani kapata watoto nao wamekuwa mtaani. Tunaweza tukawa tuna ukoo wa mtaani. Kuna ukoo wa mtaani. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Kwa hiyo tukisoma hichi kitabu kuna mafunzo mazuri sana jinsi ya kulelea jamii yetu tuweze kupunguza watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Asante sana. Nadhani kuna haja ya kujipatia nakala na siku ya uzinduzi nakala baada hazijarudufiwa tunaarifiwa. Kwa hiyo wadau labda wachangie zaidi ili tuweze tutashukuru sana ili James aweze kufikia mahali anapopata amani. Anastahili msaada mkubwa, aweze kurudufu hivi vitabu viweze kutumika katika jamii yetu. Kabisa, tuweze kwa namna moja tushikane mkono tuone tunasaidia vipi kufanya ibada hii ya kumulika maisha ya watoto mtaani. Muda sio rafiki. Ambrose, naogopa hata kukupa hata dakika hata moja. Sekunde moja. Sekunde moja. Mimi namtizama zaidi James na mama yake. Ndio. Kitu cha kwanza namuomba atengeneze malengo ya kile anachotaka kufanya kwenye jamii. Kwamba nataka mwaka huu au ndani ya miaka miwili ni wasaidie watoto 7 au watoto 10. Na asaidiwe asi overwhelmed. Yani kama hataweza mwenyewe kusaidia wote, kila aliye mbele yake. Itaweza kumrudisha kimaisha vingine kwa sababu umri unasogea na afya inahitajika. Kwa hiyo pia awe na mpango kazi wa kujua kama atahudumia watoto 6 na hao watoto 6 nitawasaidia 1-2. Asiangalie namba ya ingapi wanahudumia. Kumbuka watoto wa mtaani is a nature. It's all over everywhere duniani. Kwa hiyo watakuepo na yeye watakuja na watakuepo tena. Asante sana. Tunashukuru na tunahitimisha hivi. Asante kwa wewe ambaye umeshiriki juu ya simulizi ya leo. Jumapili ijayo pia tutakuwa na simulizi nyingine. Mimi ni Mercy, mwenzangu ni David Wakarundi.